Naam. Hello Afrika. Leo zima zote zilizowashwa na washa hii. Yaruhusu masikio yako kusikiliza simulizi hii. Alafia, usiruhusu macho yako kutizama kitu chochote kwa sasa, isipokuwa yaruhusu macho yako kutizama simulizi hii. Hey Afrika. History is not just a story, it is a lesson. Karibu tena Sharukani Online TV. Hapa ni mahali ambapo historia haiishi kwenye vitabu pekee, bali historia huishi kupitia simulizi zenye ukweli, zenye mafunzo na tafakuri thabiti. Today we take you back to the heart of Africa. Ni katika taifa la Kongo ambako aliibuka kiongozi jasiri aliyethubutu kusimama dhidi ya ukoloni, akatetea uhuru wa watu bila ya hofu. Lakini swali kubwa ni kwamba, who killed Patrice Lumumba? Je, hivi ni nani aliyenufaika na kifo chake, na kwa nini jina lake linaendelea kutajwa hadi leo kama alama ya mapambano ya uhuru wa Afrika? Mtazamaji wetu, stay with us until the end, kwa sababu simulizi hii si hadithi ya kawaida. Ni historia ya kweli iliyoacha alama isiyofutika katika bara la Afrika. This is the story of Patrice Emery Lumumba, a man who fought for freedom but paid the ultimate price. Patrice Emery Lumumba alikuwa mmoja wa viongozi mashuhuri zaidi wa Afrika katika harakati za kupigania uhuru dhidi ya ukoloni. Simulizi ya kuuawa kwake ni moja ya matukio ya kusikitisha zaidi katika historia ya Afrika. Mnamo mwaka 1960, Kongo ilipata uhuru kutoka kwa Ubelgiji. Patrice Emery Lumumba alichaguliwa kuwa waziri mkuu wa kwanza wa taifa hilo, na hotuba yake ya siku ya uhuru wa Kongo iliyofanyika tarehe 30 Juni mwaka 1960 alikosoa wazi ukatili wa unyonyaji wa utawala wa kikoloni wa Ubelgiji, jambo lililomfanya hapate heshima kubwa kwa Afrika, lakini pia maadui wenye nguvu nje na ndani ya nchi. Muda mfupi baadaye, mara baada ya uhuru, nchi ilitumbukia kwenye mgogoro mkubwa. Mkoa wa Katanga uliokuwa na utajiri mkubwa wa madini ulijitangaza kujitenga kwa msaada wa baadhi ya maslahi ya kigeni. Patrice Emery Lumumba aliomba msaada katika Umoja wa Mataifa, lakini hakupata msaada aliotarajia. Baadaye akaomba tena msaada kutoka katika Umoja wa Kisovieti, yani USSR, hatua iliyowatia hofu wa Marekani na mataifa ya Magharibi wakati wa vita baridi. Na mnamo mwaka 1960, Kanali Joseph Mabutu, ambaye baadaye ni Mabutu Sese Seko, alifanya mapinduzi ya kijeshi na kumuondoa Lumumba madarakani. Lumumba alikamatwa, akafungwa na kupigwa akiwa mikononi mwa wanajeshi. Na mnamo Januari ya tarehe 17 mwaka 1961, Lumumba akiwa pamoja na wenzake wawili ambao ni Maurice Mpolo pamoja na Joseph Okito walihamishwa kwa ndege hadi Katanga, eneo lililokuwa chini ya maadui zake. Walipofika waliteswa na baadaye walipigwa risasi na kuuawa. Uchunguzi wa baadaye ulionyesha kuwa maafisa wa Ubelgiji walihusika katika tukio hilo, na huku jukumu la Marekani likiendelea kujadiliwa na wanahistoria kutokana na nyaraka za vita baridi. Baada ya kuuawa kwao, miili yao ilikatwa vipande vipande na kuyeyushwa kwa tindikali ili kufuta ushahidi na kuzuia kaburi lao kwa sehemu ya kumbukumbu na mapambano. Kwa miongo mingi, jina moja tu la Lumumba ndilo lililosalia, na mwaka 2022 lilirejeshwa kwa familia yake na Ubelgiji kama ishara ya kukiri sehemu ya historia hiyo. Leo hii Patrice Emery Lumumba anakumbukwa kama shujaa wa uhuru wa Afrika na alama ya mapambano dhidi ya ukoloni na uingiliaji wa mataifa ya kigeni. Kifo chake kiliathiri kwa kiasi kikubwa
historia ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na bara la Afrika kwa ujumla. Na hivyo ndivyo ambavyo iliyofikia mwisho simulizi ya maisha yake na kuuawa kwake Patrice Emery Lumumba. Ingawa alinyang'anywa uhai wake, mawazo yake, ujasiri wake na ndoto yake ya kuona Afrika huru inaendelea kuishi katika mioyo ya mamilioni ya Waafrika. A true leader may die, but his legacy lives forever. Oh my God. Simulizi yatufundisha kuwa si kila anayesema ukweli hukubalika na wenye mamlaka, lakini ukweli huendelea kuishi hata baada ya mwenye kusema kuondoka duniani. Thank you for watching. Kama umejifunza lolote katika simulizi hii, don't forget to follow me, like, share and subscribe ili usikose makala nyingine zenye historia, elimu na mafunzo. Bwana nashusha chini kalamu wanangu, mwana Gakundungu kumeyo mwanja. Mama makala hii imetayarishwa na mimi Fahali Anekani Family, Ruago wilayani Mandarawe ndo Katani na Chinyimba mabegani nyumbani kitovu ndo kalikozikwa. Ni mimi mwanafunzi wa Ihya Islamic Education Center Kiloma Soko, Sharukani Sidat Bay kupitia Sharukani Online TV.